kwa mashabiki wote wa Taifa Stars ambao leo tumejitokeza kwa wingi katika viwanja vya Mwembe Yanga, tumeangalia mechi pamoja, na vile pongezi za dhati ziende kwa mkuu wa wilaya ambaye aliyotupa fursa hii, amesapoti vikali katika kuiwezesha Tanzania Sports Influencers katika kufanya nini, kuionyesha hii mechi hapa live kwa Watanzania. Kimwili tulikuwa tuko Tanzania, lakini kiroho tuko wapi? Tulikuwa tuko Morocco. Mpira ni mchezo wa wazi, hakuna ambaye hajashuhudia kitu kilichofanya nini, kilichotokea pale. Mimi tangu mchana nilivyoona refarii sawa amepangwa yule jamaa na ile mikakati waliokuwa wameiweka Morocco, wao ndo walianza kumlalamikia yule refarii. Nilikuwa nawaambia wenzangu, hizi ni techniques ambazo Morocco wanazitumia, lakini wanajua huyu mwamuzi atakuwa na advantage kwao. Hakuna aliyeshindwa kuona kwa macho yake yote mawili leo kwamba Tanzania leo tumefanywa kitu cha ajabu mbele ya rais wa FIFA na mbele ya rais wa wa Afrika. Yani ilikuwa inaonekana kabisa kwamba walikuwa wanaogopa leo kwamba mwenyeji akitolewa kwenye mashindano basi mashindano yataenda kufanya nini, yataenda kupooza. Lakini kikubwa pongezi za dhati ziende kwa mwalimu wetu na benchi letu la ufundi Miguel Gamondi, ambaye ni mwalimu mwenye uthubutu mkubwa wa kuweza kuipanga timu vizuri na kuwa na mikakati thabiti na kuwa na mifumo sahihi katika kukabiliana na wachezaji wakubwa. Maanake unapozungumzia Morocco unalizungumzia taifa ambalo juzi kati tu msimu wa 2022 imeenda kuvunja rekodi ya timu za Afrika ambazo imefika katika hatua nusu finali katika kombe la dunia na kwenda kugombania mshindi wa 3 alicheza na Croatia. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapongeza tu wachezaji wetu na kuwapongeza benchi letu la ufundi na kujipongeza sisi wenyewe wa Tanzania, na ndio maana umeona sherehe zinazidi kufanya kuendelea. Wachezaji wetu leo wametimiza vitu vitatu vya mpira, yani commitment, space pamoja na time. Swala la muda, wachezaji wetu walikuwa wako makini, walikuwa na matumizi sahihi ya muda, walikuwa wanajua muda gani wakabe, muda gani wachezee mpira na muda gani wapate kufanya kushambulia. Ukija katika swala la commitment, wachezaji wamemwaga jasho, wamelitumikia taifa lao, wameipambania bendera ya taifa. Kilichokosekana kabisa ni swala la matumizi ya nafasi. Tumepata nafasi mbili. Nafasi ya kwanza imetengenezwa na mwalimu Simon Msuva, kwa bahati mbaya amekosa ile nafasi. Nafasi ya pili ameitengeneza tena mwalimu, amekuja amefanya ameikosa Faisal Sufi. Lakini ni bahati mbaya, mpira ni mchezo wa makosa, huwezi ukaadhibiwa kabla hujafanya makosa. Kwa namna ambavyo Taifa Stars amecheza ni wazi kama shabiki umeridhika 100%. Ukimwona mtu hajaridhika, huyo atakuwa akili zake haziko sawa, atakuwa hana afya ya akili, kwa sababu watu wote tumeona kilichokuwa kinatokea. Ile nafasi ya mwisho ambayo alipata Edinado ile ilikuwa ni penalty dhahiri shairi, lakini mwamuzi amegoma kwenda kwenye VAR. Hata ukiangalia makosa mengine, Morocco amepewa kadi ya njano moja tu pamoja na faulo zao zote za 5 walizokuwa wanacheza, lakini kadi ya njano imetoka moja. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mbinu rasmi katika kuwatoa wachezaji wa Tanzania. Pongezi za dhati ziende kwa safu yetu ya ulinzi ya nyuma ambayo ni Baka, Shabalala pamoja na Mnoga pamoja na Shomari Kapombe pamoja na Ibrahim Baka na captain Nondo Mwamnyeto. Yani sidhani kama Mwamnyeto anaweza akarudi tena Tanzania. Yani amekuwa na hali ya utulivu mkubwa. Baka pamoja amepewa kadi dakika za mwanzoni, lakini bado alikuwa na BM, alikuwa na tabia na hali nzuri ya kupambanaji na kucheza kwa tahadhari. Kwa hiyo kikubwa ni kuwapongeza tu sawa wachezaji wetu, na tunajiandaa katika kwenda kuwapokea airport. Tunaisikilizia ratiba, na wale mashabiki wote wa Tanzania inatakiwa twende tukawapishe mataji ya maua wachezaji wetu pamoja na benchi la ufundi. Unajua yule jamaa, yule mtoto alikuwa anacheza Real Madrid, ana akili nyingi. Yani ule mpira Masalanga alikuwa anajua ule mpira labda yule anaweza akatoa vipas au anaweza akapiga cross, lakini akaitandika pale. Kwa hiyo Masalanga akawa amepotea kama hatua moja hivi, lakini kama angekuwa na uzoefu mkubwa, ina maana alikuwa anaenda kukava post, ule mpira usingeweza kufanya kuingia, ungemgonga. Lakini kikubwa yote kwa yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wamepambana, wameipambania nchi. Asante sana.